Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutaenda kuangalia Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kufanya nini? Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kufanya nini? Na kwa nini maelfu ya watu wanaendelea kumshangilia yeye kama siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza kabisa ambalo Yesu alikuja kulifanya duniani, Yesu alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye kumilikiwa na shetani. Yesu alikuja kumkomboa mwanadamu, yani kunikomboa mimi, kukukomboa na wewe kutoka kwenye umiliki wa nani? Wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini alikuja kutukomboa? Kwa sababu mwanzoni Mungu alipomuumba mwanadamu alikuja akadanganywa na shetani. Alipodanganywa na shetani, aliposikiliza yale madanganyo ya shetani, mwanadamu akawa chini ya nani? Ya shetani. Akawa anamilikiwa na nani? Na shetani. Mwanzoni alikuwa anamilikiwa na Mungu. Lakini baadaye shetani akaja akamdanganya, akawa chini ya shetani, akakubali yale madanganyo ya shetani, akamilikiwa na shetani. Sasa kwa sababu ya kumilikiwa na shetani, shetani yeye ni muovu tokea zamani, shetani yeye ni mtenda dhambi tokea zamani, na hukumu yake ni hukumu ya ziwa la moto na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mwanadamu ambaye alikuwa chini ya shetani alikuwa anaelekea huko kwenye ziwa la moto wa milele, kuungua milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakutaka iko kitu kiwatokea wanadamu. Ndio maana sasa, kwa sababu anasema dhambi iliingia duniani kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu, ndiye aliyetusaliti sisi wote, na sisi chanzo chetu katika mwili ni Adamu na Hawa. Mungu akasema haiwezekani hawa watu wakafanya nini? Wakapotea kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki wanadamu niliowaumba mimi waende duniani kwa ajili ya kufurahia maisha, mwishoni waende wakateketee kwenye nini? Kwenye moto. Ndio akamtuma Yesu akafika ili kila mmoja atakayemwamini apate uzima wa milele ndani yake, apate uzima wa milele hapa duniani na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema Yesu alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka kumilikiwa na nani? Na shetani, ili mwanadamu arudi tena kumilikiwa na nani? Na Mungu. Jamani, hiyo kazi nzuri sio nzuri? Yesu amekuja kufanya kazi nzuri sio nzuri? Amemtoa mwanadamu kutoka kwa shetani kumleta kwa nani? Kwa Mungu ambaye alimuumba. Tusome Luka sura ya 19 mstari wa 10. Luka sura ya 19 na mstari wa 10. Amina. Kwa kuwa Bwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Rudia tena. Kwa kuwa Bwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mimi nitaanzia mstari wa 9. Anasema hivi: Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbe tulipokuwa katika ufalme wa shetani, tulipokuwa tunamilikiwa na shetani, Mungu alikuwa anatuhesabu sisi tumefanya nini? Tumepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tulikuwa tumefanya nini? Tumepotea. Lakini sasa kwa ujio wa Yesu, yeye amekuja kutafuta wale waliopotea na kuwaokoa, kuwatoa kule walikopotea, kuwaleta kwa nani? Kwa Mungu. Ndicho alichokifanya Yesu, kitu cha kwanza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la pili ambalo Yesu alilifanya, Yesu alikuja